Ewe ndugu yangu, mwanadamu wenzangu, mwenye umeamua katika moyoni mwako kuwa eneo hili ya ardhi ya magharibi mwa Kenya kuwa itakuwa mahali benye wewe utaishi, mahali benye wewe utaitwa nyumbani. Nataka nikupe ufahamu, mababu zetu walimwaka tamu kwa sababu ya sisi tukwepo. Sisi sio tu wanatamu, bali kumbukumbu kubwa ya vita vikubwa zenye mababu zetu walipikania ili sisi tupate kupata nafasi hii katika uhai huu tunao. Eneo hili la magharibi mwa Kenya ni eneo lenye mepitia makali hayo yenye ulimwengu wote umepitia. Makali ya njaa, makali ya kuwa na magonjwa mbalimbali. Kama juzi tumekuwa na makali ya magonjwa ya corona. Tumekuwa na matatizo mengi, matatizo yenye ilikuwa naweka maisha mwanadamu katika hatarini. Mababu zetu wenye wametufikia eneo hili la magharibi mwa Kenya wamepigania mambo haya yote maishani mwao, na hawakupikana tu, bali makali haya ya maisha, makali ya magonjwa mbalimbali kama magonjwa yenye ilikuwapo ya smallpox, magonjwa yenye ilikuwapo ya kifua kikuu, walipikana kama katika umoja, wapikana wakisabaratika. Bali uchungu huu wa maisha uliweza kufanya mababu zetu wakauda kifaa kikubwa jenye walitumia kupikania haya machungu katika maisha. Kifaa hiki wenye waliunda ni kifaa kiliitwa umoja wao. Walipofamiwa na magonjwa, walisimama katika umoja wao, wakaangalia pingu na wakamlilia Mungu wao, Mungu wa mababu zetu, na kazigia maombi yao, na kakuja akawaponya kutoka na magonjwa. Walipofamia na vita vya mkoloni, walikuwa katika umoja, wakaangalia pingu, wakamlilia miungu ya mababu zetu, wakasikia, wakakuja wakawapa ushindi katika vita hivyo na wakafukuza mkoloni. Walipofamia hali ya ukame, waliangalia pingu katika umoja, wakamlilia miungu yao wakati huo, akasikia maombi yao na wakakuja. Sisi ni thibitisho kuwa hakika maombi ya babu zetu ilisikika na Mungu wakati huo alisikia maombi yao na akawajibu. Sisi ndio thibitisho. Nataka nifahamishe ndugu yangu wewe, lazima sisi tutumie chombo hiki cha ndugu zetu, cha babu zetu yenye walitumia kupigana vita vikali maishani mwao. Uchungu tunao wakati huu, uchungu watoto wetu hana makazi, uchungu tunao wakati huu, uchungu wa uchumi wetu eneo hili umekuva. Si uchumi wenye ulikuwa hapo wakati mababu zetu. Uchumi wa miwa, ukulima wa miwa umekuva. Uchumi wa webuye baba mili umekuva. Uchumi wa mahindi yetu, unga wa mahindi yetu umekuva. Uchumi katika eneo lote umekuva. Nyunda nyingi ya barabara haiko katika nyabali nzuri, tuna barabara tuni. Hospitali zetu hazina uwezo wa kuweza kutibu magonjwa yenye iko pamoja katika miili zetu. Tumekuwa watu wenye tunasikia uchungu mwingi. Nataka nikukumbushe, tatizo ya kutoa majungu haya na kutoa uchungu huu ni umoja wetu. Umoja ni chombo kilitengenezwa na mababu zetu kupitia uchungu, kupitia machungu iliweza kufanya mababu zetu wakakuja pamoja. Machungu haya ya umaskini katika maisha yetu lazima tukuje pamoja.
Machungu haya siasa yenye yamekuwa haina leta umuhimu, haileti vitu mzuri katika eneo letu, lazima tukuje pamoja. Machungu haya watoto wetu kukosa elimu nzuri, kukosa kazi, lazima tukuje pamoja. Machungu haya kuona watoto wetu wamekuwa ni watoto wenye hawana mwelekeo, wamekaa katika maisha ya kuhusinisha, lazima tukuje pamoja. Ndugu zangu, mkaji wa Makarima Kenya, tuwacha mipaka katikati yetu kujiitwa machina mbalimbali, mipaka ya Bungoma, mipaka ya Kakamega, mipaka ya Thika, ya Busia, tuwachane. Mipaka ya Trans Nzoia tuwachane, mipaka ya Barakodi, Batesho, Bakikuyu, Bachaluo, Babukusu, Bahayo, Baitaho, Baisau, Bakabara, tuwachane. Tujue kuanzisha umoja wetu ndio nguvu yetu. Wakati umetimia, kwa kuwa hii uchungu tumepitia imeweza kutupea vijana wetu wawili. Kijana wetu mmoja mwamjua Chochi na Tembea, kijana wetu mwingine anaitwa Edwin Sifuna. Hawa vijana wamejitoa mhanga ili waweze kutetea hali yetu, ni washike maono yetu ya kesho nzuri. Tunatakana tuwasaidie, tunatakana tusome nao ili sisi kesho yetu ipate kunawiri na tupate kuona mazuri. Umoja wetu tu ni chombo chenye tunapangalia pingu. Mungu wetu atasikia maombi yetu, bila kusikia maombi ya mababu zetu. Tunapangalia pingu sisi katika umoja, bila kuweka mipaka katika yetu. Mungu atasikia maombi yetu. Tunapoenda katika mambo ya michakato ya taifa la Kenya ya 2027, tuwe katika umoja. Tuangalie pingu, tumsai Mungu wetu akasikia maombi yetu. Mungu ambariki. Kwa majina mimi Mhonge. Asanteni sana na Mungu awe nanyi.